Kujalie kupendelewa wewe. Uwe mwaka wako wa kupendelewa. Unapokuwa kazini uwe mwaka wako wa kupendelewa. Upendelewe na bosi wako. Upendelewe na wateja wako kwenye biashara. Upendelewe na familia yako. Uwe mwaka wa kupendelewa katika ndoa yako. Uwe mwaka wa kupendelewa ndani ya taifa hili na Tanzania. Katika jina la Yesu, pokea mwaka wa kupendelewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kawajalie kupendelewa. Ule mkono wako uliokuwa juu yao, huo ukawasababishia wakapata fedha, wakapendelewa machoni pa Wamisri. Na wewe watakaye kuona, uwe mama, uwe baba, uwe kijana, uwe binti, uwe mtoto, Bwana akakufanye upendelewe. Sema, huu ni mwaka wangu wa kupendelewa. Huu ni mwaka wangu wa kupendelewa. Katika jina la Yesu, pokea upendeleo wa Bwana. Huu ni wa kimungu upendeleo. Pokea upendeleo wa Bwana. Pokea upendeleo wa Bwana. Pokea upendeleo wa Bwana. Tembea katika upendeleo wa Bwana. Ishi katika upendeleo wa Bwana. Omba kwenye upendeleo wa Bwana. Barikiwa kwenye upendeleo wa Bwana. Katika jina la Yesu, Bwana akakupe kupendelewa. Hivi unaamini haya? Unaamini haya? Walitoka Misri, walikuwa wanafanya kazi ngumu. Biblia inasema, ukisoma historia ya Israeli na Misri, yani manake walikuwa chukizo. Kazi kubwa ambayo Waisraeli walikuwa naifanya, hasa ya kipato chao wakiwa kule, walikuwa ni wachunga ng'ombe. Wengine walikuwa wanachunga ng'ombe, wanachunga mifugo, wanachunga mbuzi, wachungaji wanachunga, walikuwa wanachunga. Lakini Israeli hawa walikuwa wanafanya kazi ngumu za mateso. Hebu angalia watu, inakuwaje mtumwa wako anapendelewa? Inakuwaje mtumwa wako anabarikiwa na wewe? Inakuwaje? Ni kwa sababu ya mkono wa Bwana alionyosha akawatoa kwa Farao. Huo mkono huo uliwajalia kupendelewa, uliwajalia kibali, uliwajalia wafurahiwe na watu wa Misri. Bwana akupe kupendelewa. Haleluya. Hivi unanielewa? Lakini mimi ninasufundisha Biblia. Walipendelewa kupendelewa. Walipendelewa kupendelewa. Walipendelewa kupendelewa. Ni kwa sababu gani walipendelewa? Ni kwa sababu ya mkono wa Bwana. Ni kwa sababu gani walipata kibali? Ni kwa sababu ya mkono wa Bwana uliokuwa juu yao. Huo mkono uliwafanya wapate kibali. Huo mkono uliwafanya wale. Huo mkono uliwafanya waondoke hata na dhahabu katika nchi ya Misri, kwa sababu Bwana alikuwa pamoja nao. Unaweza ukashangaa, Bwana akainua watu waliokudharau, wakakushika mkono wako, wakakufadhili, wakakutia moyo, wakakubariki, kwa sababu Bwana anafanya yeye. Pokea upendeleo wa Bwana katika jina la Yesu. Sema, mwaka huu ni wangu wa kupendelewa. Sema, mwaka huu ni wangu wa kuponywa. Sema, mwaka huu ni mwaka wangu wa kuinuliwa. Sema, mwaka wangu ni mwaka wa kumiliki katika jina la Yesu. Na Bwana yathibitishe yale yote ambayo umeandaa ya kwamba unahitaji kuyafanya. Bwana akutendee kwa jina la Yesu. Aliyewatendea wa Misri akutendee na wewe. Aliyewaondoa Misri kwenye mkono wa Farao akuondoe na wewe kwenye mateso, kwenye ziki, kwenye shida. Akutendee kujiza. Pokea neno ya Bwana. Haleluya. Tunaye Mungu anayeshughulika na magumu. Tunaye Mungu anayetenda miujiza. Tunaye Mungu asiangalia ukubwa wa miaka, ya kwamba miaka 400 imesota. Anawaondoa na cheka, anawaondoa na furahia, anawaondoa akiwa na shangwe, anawaondoa akiwa amebarikiwa. Bwana akakubariki. Bwana akusaulishe shida zako. Bwana akusaulishe shida zote ulizopitia, akakujenge tena, akakuinue tena kwa jina la Yesu. Pokea baraka za Bwana. Mkono wa Bwana uwe juu yako. Mkono wa miujiza uwe juu yako. Mkono wa ishara na maajabu uwe juu yako. Uwe mwaka wa tofauti. Uwe mwaka wako wa kutimiza malengo yako. Kwa jina la Yesu na iwe.
Pokea katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana anatenda, Bwana anatenda, Bwana anatenda. Sijui unaona nini? Unajua Israeli walipokuwa na kukombolewa, walimwambia Musa, taarifa ulizozileta zimesababisha tuteseke, tuumizwe, tumeongezewa kazi. Lakini Mungu alikuwa anaona baraka kwao. Usiangalie maumivu uliyopitia, angalia neno la Bwana linasemaje katika jina la Yesu. Haleluya. Mimi ninaenda kumaliza hapo, nimesema muda wangu ni mchache. Toka kitabu cha Zaburi, nitakuwa andiko langu la mwisho. Bwana akupe hayo yote aliyowatendea wa Misri, akawahurumia. Bwana Yesu asifiwe. Ili unajua, ngoja niwaambie, ule wimbo wenu mliouimba ule, Bwana umenipaka mafuta kichwani pangu, panafanya nini? Unanielewa? Bwana unafanya nini? Yaani Bwana, naomba nikwambie, yaani siku ya jana si leo. Unajua huu ni mwaka mpya, na ninaomba ukubatize, uambie Mungu, huu ni mwaka wangu wa kuhurumiwa na wewe. Huu ni mwaka wangu wa kuhurumiwa. Hata wale waliosema mabaya juu yangu, Mungu hata wakamata vinywa vyao, watageuza lugha, watakuita mbarikiwa wa Bwana, watakuita mtumishi wa Bwana, watakuita aliyependelewa, watakuita aliyekufurahiwa. Kila unakokanyaga uwe mtu wa kufurahiwa. Haleluya, haleluya. Unaenda kuomba kazi, wasema dada, kazi umepata. Siku ulichelewa wapi? Bwana akujalia kuhurumiwa. Hicho ni kibali cha Bwana. Huo ni upendeleo wa Bwana. Bwana akupe fedha katika jina la Yesu. Hata mahali ambapo hapainjiliki, wewe utapata kuhurumiwa, utaingia katika jina la Yesu. Hivi unaamini uamini? Unaamini uamini? Unaamini uamini? Sema na iwe. Sema napokea. Napokea huruma za Bwana. Napokea huruma za watu katika jina la Yesu. Mungu na bali mimi nimemaliza hapo. Haleluya. 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 Hiyo ni habari njema mwaka 2026. Ni habari njema kwako katika jina la Yesu. Waliokuwa wamekukalia sasa wanakuachia, wanakuhurumia sasa. Haleluya. Hebu simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Pokea habari njema za mwaka mpya 2025. Mimi nimaliza. Nataka twende pamoja. Praise tafadhali, tuimbe praise. Sijui wimbo gani utatuimbia hema, lakini twende kumshukuru Mungu. Ninachokueleza, yawezekana mwaka jana ulikuwa mwaka wako mgumu, ulikuwa mwaka wako wa mateso, ulikuwa mwaka wako wa masikitiko, ulikuwa mwaka wako wa majonzi, uliwaza ukawaza, lakini umevuka. Na tulimwomba Mungu wiki jana ya kwamba aya ya 2025 yamebaki. Tumeuanza mwaka mpya, tumeuanza na huruma za Bwana, na ninataka nikwambie Bwana ametuhurumia. Ndiyo maana tumefika leo, ndiyo maana tuko hapa leo. Ni huruma za Bwana, sio maneno ya mchungaji. Ni huruma za Bwana tuko hapa, ni huruma za Bwana tuko hapa. Bwana hakupe kuhurumiwa katika mwaka wote 2026. Haleluya.